إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إنه قد فاز المتقون. فجعل الله سبحانه وتعالى شهرا وفرض فيه عبادة عظيمة ليكون الناس المتقين. Enyi waja wa Allah, nakuhusieni kama ninavyopaswa kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameujalia mwezi ambao amefaradhisha ndani yake ibada ya funga, ili watu wawe kwa ibada hiyo ndani ya mwezi huo ni katika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala fi akhirih la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachaji. Kwa wakati ambao tumekuwa nao, hazijabaki kuufikia mwezi huo isipokuwa ni siku chache, mwezi ambao Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kama yanavyosemwa katika manabir na mimbar kama hizi katika mwezi wote huu, namna gani alipokuwa mtume na masahaba na wanafunzi wa masahaba wakiamiliana katika mwezi huu. Nao ni ta'widu siyami, kujizoesha wa mulazamatu siyami, na kulazimiana na jambo la funga. Na mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, yeye ni mbora wa ushahidi katika hilo, kwamba kana yasumu Sha'bana kulla wa kana yasumu Sha'bana illa qalila. Alikuwa mtume akiifunga Sha'bani yote, au alikuwa akiifunga Shabani isipokuwa siku kidogo. Riwaya ya pili inakuja kuifasiri riwaya ya mwanzo, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam katika sehemu kubwa ya mwezi wa Shaaban alikuwa anafunga, na illa ya kufunga kwake akaitaja ni katika mambo mawili. Moja ni kwa sababu watu wameghafilika katika mwezi wa Shaaban. La pili, amal zawaja zinapandishwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye mwenyewe akasema, wa ana uhibbu an turfa amali wa ana saimun, na mimi ninapenda zipandishwe amali zangu na hali ya kuwa mimi nimefunga. Qala Abu Bakr al-Balkhi rahimahullah, shahru Sha'bana shahru zar'in, shahru saqi zar'i, wa shahru Ramadana shahru hisadi zar'i. Mwezi wa Shaaban ni mwezi wa kutilia maji mazao, na mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa kuvuna mazao.
Sisi wengi tunadhani kwamba mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kumwagilia maji mazao. Kwa hiyo mwezi wa Shaaban na kabla ya Shaaban tunachukulia katika mambo ya kawaida. Hata katika maandalizi yetu ambayo tunajipanga nayo katika mwezi wa Ramadhani, tunapanga katika michezo hivi. Utaona kuna kempu, kuna klabu za watu zinajitayarisha kwa ajili ya mazoezi ya Ramadhani. Wakati watu wanaswali tarawih, wao ndio wakati wa kupiga mbio barabarani, wanafanya mazoezi. Au ndio wakati wa kuimarisha gym za kuinua vitu vizito. Au ndio wakati wa mashindano ya mipira yakaitwa Ramadan Cup na mengineyo. Watu wanaswali tarawih, wanamuomba msamaha Allah, wanatafuta radha Allah, wao wanapoteza muda wakichukulia kwamba shahru Ramadhana ni shahru saqi zar'i, wa huwa bilaks. Na mambo yapo kinyume. Ni mwezi hisadu az-zar'i, ni mwezi wa kuvuna mazao. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani uko mbele yetu, hazikubakia isipokuwa siku chache. Na Ramadhani wenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala amesema ayyaman ma'dudat, ni siku chache zenye kuhesabika. Kwa hiyo mwenye akili ni yule ambaye kwa sasa anajiandaa kupokea mwezi huo, hapo hapo anapanga mipango yake thabiti, namna gani ya kutumia msimu huu wa kheri katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa na amewaahidi waja wake kwenye matukufu, kwenye fadhila na ubora na rahma ambayo imo ndani ya Ramadhani. Ni wakati wa kufurahi. Sasa Ramadhani inakuja, si wakati wa kulalama, ni wakati wa kufurahia kuja kwa Ramadhani. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sema, kwa sababu ya fadhila za Allah na kwa sababu ya rehema zake, wa hilo ndiyo wafurahi, hilo ndiyo bora zaidi kuliko yale ambayo wao wanayakusanya. Fanya biashara, wajiandaa kuhusha maduka yao ili wauze vizuri, halitakatazwa hilo, lakini wakifahamu kwamba huu msimu ni msimu wa kupata fadhila na rehema za Allah, min ghufrani dhunub wa takfirihi, katika kusamehewa dhambi, kustiriwa dhambi na kufutwa kwake. Wakadhalik wataubatu ila Allah subhanahu wa ta'ala, na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani mtu kurejea kwa Allah. Lianna fi ramadhana tuftahu fihi abwabul janna wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughlaqu fihi maradatu shaitan. Kwa sababu katika mwezi wa Ramadhani huwa kunafunguliwa milango ya pepo na kunafungwa milango ya moto na kunakomewa, wanatiwa minyororo waasi katika mashaitani. Kwa hiyo huu ni wakati wake. Kwa nini asifurahi mu'min? Kwa nini asijiandae mu'min kwa ajili ya kuupokea mwezi ambao umejaa ndani yake baraka, kumejaa ndani yake fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala? Famimma yanbaghi 'ala al-'abd, katika yale ambayo yanatakikana kwa mja aliyekuwa Muislamu baada ya furaha ya kuupokea mwezi wa Ramadhani, ni jambo zima la ma'rifatu sharafi al-waqt, kufahamu utukufu wa wakati huu tuliokuwa nao, wakati wa Shaaban. Mbele yetu kuna Ramadhani. Fahamu wewe kwamba upo katika wakati uliokuwa mbora sana, kwamba unaipokea Ramadhani na huenda ukafika na ukaifunga na ikamaliza Ramadhani na ukaidiriki Lailatul Qadr. Kana salaf yad'u Allah ala an yuballighahum Ramadhana 6 ashhur, wema waliotangulia wakimuomba Allah awafikishe Ramadhani miezi 6, na miezi 6 mingine wakimuomba Allah an yataqabbala minhum, awakubalie wao. Kwa nini hivyo? Kwa sababu ya kufahamu sharaful waqt. Kam taarif mimman sama fi salafin, wangapi ambao wao unawafahamu katika wale waliofunga katika miaka ya nyuma, baina al-ahli wal-ikhwani, baina al-ahli wal-jirani wal-khiwan, kati ya jamaa zako, jirani na ndugu wengine. Wangapi unafahamu alikuwepo fulani tulifunga naye mwaka jana na mwaka juzi, lakini yeye yuko wapi? Mauti yamewachukua, hawapo duniani, lakini umebakia wewe hali ya kuwa uko hai. Je, uhai wako utakunufaisha kwa kitu gani?
Kwa kipi utakunufaisha wakati huu uko hai na Ramadhani inakuja? Ina maana jambo la mwanzo ni kufahamu utukufu wa wakati. Yambaghi lilinsani an ya'rifa sharafa waqtihi, yatakikana kwa mtu, kwa mu'min, afahamu utukufu wa wakati wake. Fala yadhi'u, usipotee wakati ukawa wakati huo umekosekana na amali yoyote iliyokuwa ya khairi. Usikosekane wakati huo ameujaza katika mambo yaliyokuwa ya khairi. Hili ni jambo la kwanza, na ndio maneno tunayosoma mara nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno ambayo ameyapokea Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia kun fi dunya kaannaka gharibun au abiri sabil, kuishi duniani kama wewe ni mgeni au mpita njia. Hadha hadithu maarufu. Kwa hiyo wakati huu tuliokuwa nao, Ramadhani iko mbele, tumuombe Allah atuwafikishe. Lakini je, tunajiandaa? Tuna maandalizi gani? Kwa hiyo ni wakati wa kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani, na katika yale ambayo yapo katika maandalizi ni qada'u duyuni Ramadhani, ni kulipa madeni ya Ramadhani. Ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha alikuwa anasema kana alayya sawmu min Ramadhana fala astati'u an aqdiyaha illa fi Sha'ban, nilikuwa mimi nina madeni ya Ramadhani siwezi kuyalipa isipokuwa katika mwezi wa Sha'ban, kwa sababu wakati ambao mtume alikuwa anafunga. Qala al-Hafidh rahimahullah fayu'khadhu min hadha ala hirsiha ala dhalik fi Sha'ban, panachukuliwa katika hili juu ya pupa lake radhiyallahu anha katika mwezi wa Ramadhan. Fala yajuzu ta'khiruha hatta yadkhula Ramadhanu, haifai mtu kukiyachelewesha madeni yake mpaka inaingia Ramadhan, na hali ya kuwa yeye anadaiwa katika Ramadhani zilizotangulia. Kwa hiyo mtu anadaiwa siku moja, siku mbili, siku 10, siku 15, bado muda wa kulipa madeni ya Ramadhani umebakia, ajue kwamba bado muda upo aweze kulipa madeni yake, wala asiseme basi wakati Ramadhani imefika mimi nitatoa fidia tu. Je, wewe ni katika wale ambao wanapaswa kutoa fidia, au wewe ni katika wale ambao wanataka walipe madeni yao? Katika yale ambayo yanatakikana katika maandalizi ya Ramadhani ni mtu kuwa na ilmu na maarifa ya ibada yake, kwa sababu alilmu imamul amal, elimu ndio imamu, ndio kiongozi wa amali zozote. Yule asiyekuwa na elimu akaiweka elimu ndio mbele na amali yake iko nyuma, kuharibika kwake ni mwingi kuliko kutengeneza. Na ndio kama haya, mtu ana deni la Ramadhan anaacha linakwenda, alafu baadaye asema mimi nitatoa fidia. Je, una uhakika? Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni jambo la lazima ambalo linamwajibikia katika kila Muislamu. Elimu ya lazima inahusiana na maamiliano yake na Mola wake ya kila siku, katika yale ambayo khuliqa liajlihi, yeye ameumbwa kwa ajili hiyo. Wa huwa ibadatullah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, katika yale ambayo yanawajibika katika kujiandaa na Ramadhan huwa tawbatu wa talabul maghfirati min Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutubu na kutaka msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yatubu ila Allah wa yastaghfiruh في اليوم أكثر من 70 مرة وفي الحديث أكثر 100 مرة. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaambia watu, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu, enyi watu tubuni kwa Allah na mumuombe msamaha yeye. Fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra, wa fi riwaya fa inni atubu ilayhi fa inni astaghfiruhu wa atubu ilayhi fil yawmi 70 marra. Tubuni kwa Allah na mutake msamaha. Hivi ni vitu viwili. Al-istighfar, qawluka astaghfiruka Allah, ni kusema na kutaka msamaha wa Allah, astaghfirullah, hiyo ni istighfar. Wa tauba, tauba lahu shurut,
tauba laha shurutun, tauba ina sharti wanazitaja wanawachuoni 5 katika yale ambayo yanafungamana baina al-abdi wa rabbih, kati ya mja na Mola wake. Al-awwal al-ikhlas, anatubu kwa kikweli kwamba sasa mimi nimeshafanya israf, kuifanyia israfu nafsi yangu katika maasiya, nitakufa mimi muda wowote, au huenda nikachelewa kufa nikaadhibiwa kwa muda mrefu kutokana na makosa niliyomkosea Mola wangu, na nisiwafikishwe kutubu. Ikawa mja ana hofu ya kumhofu Allah subhanahu, si kumhofu mja. Vijana washakuwa kubwa watamcheka, au umri anaona umempita, haendani tena na mambo aliyokuwa anayafanya, au hana tena cheo, hana tena pesa, ndio anaona kwamba sasa natubu kwa haya. Anatubu lillah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika jambo la pili, an-nadamu, ni kujuta kwa yale ambayo yamempita katika khairi na yale ambayo yameyafanyia israfu katika maasi. Na ya tatu huwa al-azmu, ni kuazimia alla yauda fihi abada, hatorejea tena kwenye haya. Na la 4 katika hayo ni al-iqla'u min adh-dhanbi, ni kung'oka, yani kuiacha ile dhambi ambayo alikuwa anafanya. Na jambo la 5 ni kutubu fi wakati qabuli tauba, ni wakati ambao inakubaliwa toba, kabla haijafika roho katika mitulinga, kabla hakijamfikia kifo, kabla an tatlu'a ash-shamsu min magharibiha, kabla halijachomoza jua upande wake linaozama, akatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha baina al-'abdi wa rabbih, ama baina al-'abdi wal-'abd, baina mja na mja kunazidi kitu kimoja, wa huwa al-istihlalu. Amekosana na binadamu mwenziwe, ni kutaka uhalali wa kile alichomfanyia, imma min 'irdhi, katika heshima yake aliyemvunjia, au kumrejeshea katika madhlama, katika kile alichomdhulumu, akamtaka uhalali, msamaha kwa yale aliyomkosea, kabla haijafika yaumun ambayo hakuchukuliwi dirham wala dinar, pesa wala chengine chochote, bali ni baina al-amal wal amal, baina ya matendo na matendo. Kwa hiyo kutubu kwa yale ambayo mtu ameyafanya, yale aliyomkosea Allah. Madhambi yanawapelekea watu katika wakati wa Ramadhani kuwa wazito katika amali, kwa sababu ya madhambi hawajayatubu. Aliulizwa al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, na watu nahnu la nastati'u qiyama al-layl, sisi hatuwezi kufunga usiku. Akamwambia kayyadatkum khatayakum, yamekuwekeni chini, yamekufungeni madhambi yenu. Wakana Fudhailu ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yaqulu man mana'ahu qiyamu al-layli wa siyamu nahari, yoyote yule ambaye yamemzuia yeye kusimama usiku na kufunga Ramadhani, basi hakika huyo amefungwa na madhambi yake. Huyo amefungwa na madhambi yake, yani madhambi ndio yamemfanya yeye awe hawezi kufanya chochote katika mambo ya khair. Anawaonea choyo wenziwe, lakini ana makosa, hajatubu, hajamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana ahadu salaf yaqul hurimtu qiyama al-layli sanata, nilizuiliwa mimi kusimama usiku, nilinyimwa kusimama usiku mwezi mzima. Akasema bidhambin fa'altuhu au amilatuhu, kwa dhambi ambazo mimi amiltuhu, nilizifanya. Na hayo ni katika idraku nafsi, mtu kujielewa mwenyewe. Kwa hiyo katika mambo ya muhimu ni kuomba msamaha na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah atusamehe madhambi yetu na ikubali toba kabla ya Ramadhan, kwa ajili ya kuyapata yale ambayo yamo katika mwezi wa Ramadhan, ambayo yametajwa mengi sana. Lakini jambo la msingi ni kulazimiana na elimu ya ibada zako za kila siku, hasa ukafahamu ahkamu Ramadhan, ukafahamu ahkamu Ramadhana, kipi kinatakikana, namna ya kufunga, yale yanayohusiana na funga yako mpaka mwisho wa Ramadhan, katika kutoa zakatul fitri na mengineyo. inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.